لا إله إلا الله. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu katika iman, maudhui yetu hii ya leo, baada ya kutoendeleza muendelezo wa hutuba yetu ya ndani, huko tulikuwa tukizungumzia al-istighfaru wa thamaratuha wa fadailuhu. Tulikuja kuzungumzia istighfar, kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu na fadhila zake na natija zake ambazo anazikusanya Muislamu ambaye amekuwa tayari kuleta istighfar kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maudhui hii tutaiacha hivyo ilivyokuwa, tuingie moja kwa moja katika maudhui muhasabatu nafs. Muhasabatu nafs, kuihesabu nafsi. Mwanadamu Muislamu anatakiwa kujikagua, kujihesabu yeye mwenyewe kabla ifike siku ambayo atakuja kusimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, aanze kukaguliwa na kuhesabiwa. Mtume alayhi salatu wassalam anasema katika hadithi yake, alqayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da almaut, yule mwerevu katika haya maisha leo na kesho akhera ni yule ambaye kwamba anaikagua nafsi yake, anaifanyia ukaguzi wa kina nafsi yake. Imefanya nini leo? Amezungumza nini leo? Wapi ametekeleza usawa na sehemu gani ameteleza? Mwanadamu anatakiwa kujifanyia ukaguzi namna hii ili iwe wepesi siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwake. Muhasabatu nafs, kuihesabu, kuikagua mja nafsi yake, kwa sababu Allah anatuambia balil insanu ala nafsihi basira, bali mwanadamu juu ya nafsi yake ni mwenye kuifahamu, ni mwenye kuiona, anaifahamu vyema ni jambo gani ametanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walau alqa ma'adhira, hata kama ataweka udhuru mbalimbali, bwana mie sikuswali kwa sababu nilikuwa na nguo chafu siku hiyo, bwana mimi sikuweza kufunga kwa sababu nilikuwa na ugonjwa wa ulcers, au mimi nilishindwa kufanya amali kadha kwa sababu sikuwa na uwezo wa amali hiyo. Kwa hiyo mtu akaweka udhuru mbalimbali, lakini in deep mwanadamu anajifahamu vizuri. Kwa hiyo inatakiwa Muislamu ajifanyie ukaguzi kabla ifike siku ya kufanyiwa ukaguzi, ajihesabu mwenyewe kabla ifike siku ya kuja kuhesabiwa. Limadha? Kwa nini? Kwa sababu yasaa shaitan yuko mbioni, hapumziki kama tunavyopumzika sisi, na hachoki kwenye kazi yake kama tunavyochoka sisi kwenye taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu leo anaamka Muislamu ana appetite ya ibada, anasali, amefunga, anasoma Qur'ani, analeta istighfar. Baada ya siku 2-3 Muislamu huyu aliyekuwa ameshikilizia ibada anajipata ameshikwa na uvivu na uzito, mpaka bwana hata sijui inakuwa vipi sasa mimi swala yangu mpaka nijilazimishe kweli,
mimi nikishika Qur'ani kusoma na sinzia, anatoa udhur mbalimbali. Kwa hiyo ikiwa sisi tunachoka kwenye taa, tufahamu ya kwamba ashaitan la yatakasal. Shaitani Ibilisi yeye hapatwi na uvivu juu ya amali yake ya kupoteza watu. Yasaa shaitan liighwa ibn Adam, shaitani kila siku anapanga njia, namna, mbinu, namna gani atamtelezesha na kumpoteza mwanadamu. Kama hadithi ilivyokuja Mtume alayhi salatu wassalam, Iblis anamweleza Allah, wa izzatika wa jalalik, Allah, kwa utukufu wako na nguvu zako, la azalu ughwi bani Adam, mimi sitoacha kuwatelezesha na kuwapotosha wanadamu, maadamat arwahahum fi ajsadihim, maadamu roho zao bado ziko ndani ya viwiliwili vao. Maadamu anatembea duniani, nami sitosimama kabisa kwenye kadhia yangu ya kuhakikisha kwamba anapotea huyu mwanadamu. Naye Allah akasema, la azalu wa izzati wa jalali, kwa utukufu wangu na nguvu zangu, la azalu astaghfiru lakum, nami sitoacha kuwasamehe hawa watu, mastaghfaruni, kwa viwango ambavyo watataka msamaha. Hata akarudi kwa msamaha kwa siku mara 100, hata akaomba msamaha kwa siku mara 100, wallahi Mwenyezi Mungu hatosema umezidi. Bwana wewe kila wakati astaghfirullah, kisha urudi pale pale umezidi bwana. Hapana, anasema hata akataka msamaha kiasi gani, nami nipo tayari kuwasamehe. Hadithi nyingine Mtume anasema, akielezea katika hadithul Qudus namna shaitani alivyodai, anasema, ahlaktu bani adam bidhunubi, mimi nawaangamiza wanadamu, nawatelezesha wanadamu katika jambo zima la dhambi. Wanapomwasi Allah, nami napata nguvu ya kuwadidimiza kwenye maasi. Huyu ni shaitani, kwamba yeye anatuangamiza sisi kwa madhambi. Tunapomwasi Mwenyezi Mungu anapata fursa na pawa ya kutupeleka anapotaka yeye. Lakini akarudi akasema, wa ahlakuni bila ilaha illa Allah wastaghfirullah, na mimi wananteza nguvu, wanantoa timing, wananifanya mimi nakosa pawa kwa wingi wao wa kusema la ilaha illa Allah. Daima Muislam anapotamka neno la ilaha illa Allah, shaitani anakosa nguvu za kumtawala yule mtu, anakosa nguvu za kumsukuma kwenye maasi. Na neno astaghfirullah, astaghfirullah, umefanya dhambi nzito, astaghfirullah, umefanya dhambi nyingi, lakini zote zinafutwa hizo kwa sababu ya istighfar. Kwa hiyo shaitani hapa anapata udhia mkubwa. Kwa nini? Nimefanya kazi kubwa huyu mtu kufanya dhambi, alafu anafutwa dhambi hizi kwa sekunde tu ya neno astaghfirullah. Astaghfirullah inafuta dhambi nyingi kabisa, au tuseme zote zinafutwa. Dhambi ambazo shaitani ameenda mbio kwa siku nyingi, ameenda mbio kwa muda wake wote wa maisha yake, leo zinafutwa pale mwanadamu anaporudi nyuma na kumtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, shaitan katika kuhesabu nafsi, yeye daima yuko mbioni kuhakikisha sisi tunateleza na kumwasi Allah. Wa nafsuhu ta'muruhu bisu, pamoja kwamba shaitani anatusukuma kwenye maasi, na nafsi zetu nazo zinatuamrisha maasi, zinatuamrisha maovu. Kila mwanadamu akikaa anatamani kuyafanya majambo ambayo kwake ni ladha, kwake ni furaha, lakini ni chukizo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mwanadamu, haijalishi ni imam, haijalishi ni muadhin, haijalishi ni khatib, haijalishi ni nani, kila mmoja nafsi yake inamuita kwenye maasi.
Yusuf alayhi salatu wassalam, nabiyullah, nabii wa Mwenyezi Mungu. Yusuf anasema wama ubadhi'u nafsi wama ubadhi'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bisu', wallahi mimi sitakasi nafsi yangu, kwamba maadamu mimi ni mtume wa Allah, nabii wa Mwenyezi Mungu, nikaona nishamaliza kila kitu, kwa sababu nafsi tabia yake inaamrisha machafu. Huyu ni nani? Yusuf alayhi salatu wassalam. Yusuf alayhi salatu wassalam anazungumza maneno haya, Mwenyezi Mungu ananukuu ndani ya Qur'ani, wama ubadhi'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi, wallahi siwezi takasa nafsi yangu kwamba mimi ni mwema, mimi ndio kila kitu, kwa sababu nafsi inaamrisha machafu, inaamrisha ubaya. Kwa hiyo kata kuihesabu nafsi, afahamu mwanadamu kwamba kwanza kuna shetani yuko mbioni kumtelezesha. Adui wa pili nafsi yake mwenyewe, nayo inaamrisha machafu. Jambo la tatu, sari'ul ghafla, shetani yuko pale anakusukuma kwenye maasi. Nafsi aliyotupa Allah iko ndani ya miili yetu, nayo inatuvuta kwenye maasi. Pamoja na hii sari'ul ghafla, mwanadamu ni mwepesi wa kusahau mno, ni mwepesi wa mughafala. Mara amekuwa ni mtu mcha Mungu, mara ndiyo basi kashasahau tena kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na yote haya, kwamba shaitani yuko mbioni atutelezeshe sisi, na nafsi zetu nazo ni hizo zinavutia kwenye maovu, kisha tuna tabia ya mughafala, kujisahau. Inatakiwa sasa kila mmoja wetu awe na tabia moja, muhasabatu nafsi, awe na tabia ya kuihesabu nafsi yake na kuidadisi nafsi yake, aongee na nafsi yake, aangalie matendo aliyoyatenda ndani ya siku yake, na angalie maneno aliyotamka ndani ya siku yake. Thumma yastaghfirillah, alafu amtake Allah msamaha. Tukiangalia kwenye ibada ya sala, ukishasema assalamu alaikum wa rahmatullah upande wa kulia, assalamu alaikum wa rahmatullah upande wa kushoto, kinachofuatia astaghfirullah, Allah nataka msamaha. Kwa nini nataka msamaha baada ya sala? Kwa sababu hiyo swala uliyoswali hatuwezi kuswali anavyotaka Mwenyezi Mungu. Hizi swala hizi hatuwezi zitekeleza namna anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ndani yake kuna madosari chungu mzima. Ndio ukimaliza unamtaka Allah msamaha. Tukiangalia watu wanaokwenda hija, baada ya ibada zao za hija, Mwenyezi Mungu anawaambia fa idha qadaytum manasikakum, na pindi mtakapomaliza ibada zenu, mshamaliza ibada zenu, mshafika Arafa, mukapata msamaha wa Allah, mukaenda Muzdalifa, mukarudi mkachinja, mukarudi mkanyoa, fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullah kadhikrikum abaakum au ashadda dhikra. Mkishatoka kwenye harakati zote hizo za sa'i na jamarat, mtajeni Allah kwa wingi, leteni adhkari mbalimbali hapo. Msiseme sieni alhaj. Leo sisi mtu kashatoka kule, akisharudi kashabadilisha jina, anaitwa Alhaji Abbas, sio tena Abbas. Anaitwa Alhaji Muhammad, sio tena Muhammad, lazima iongeze na Alhaj. La yadri annahu maqbulun au mardudun, wallahi hajajua kwamba ibada yake hiyo imekubaliwa na Allah au imeregeshwa, haina kazi kwake, hajui. Lakini tayari jina shabadilika. Si ajabu pia sauti yake aliondoka nayo sio sauti anayozungumza sasa, kabadili mpaka sauti. Ndugu zangu, ikiwa shetani yuko mbioni kutupoteza, nafsi zetu nazo zinatuamrisha machafu,
na mwanadamu ana tabia kujisahau, anatakiwa abebe tabia ya kujifanyia muraja, marejeo na correction ya nafsi yake, wanadharu fil amal, kisha atafute matendo mema, litashihi alkhata, ili aweze kurekebisha yale makosa aliyokuwa nayo. Ukishahesabu nafsi yako, tafuta ibada mbalimbali uchume, ili urekebishe pale ulipokosea. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu anasema, kutuambia sisi ambao tuko bizi na mambo ya watu, anasema nini? La tushaghilu anfusakum bidhikri nnas, nyinyi watu msiwe bize kwenye jambo zima la kutajataja watu, kuangalia ishu za watu. Fulani yuko hivi, kijana fulani yuko hivi. Usiwe bize na maisha ya watu, fa innahu balaun, kwa sababu unapokuwa tabia hii ya kuongelea watu sana, hili ni tatizo na balaa siku ya Kiyama. Wa alaikum bidhikrillah, lakini kuweni bize kwa utaji wa Allah. Yani ukikaa ukimtaja Mwenyezi Mungu, usiwe bizi na kuchambua maisha ya watu, ambapo leo hii ni tabia watu Waislamu wanayo. Hawana muda wa astaghfirullah, hawana wakati wa subhanallah, hana wakati wa la ilaha illa Allah, hana. Lakini anayo time wasimame watu wawili watatu wanaongelea watu tu, ima wanaongelea masala ya mpira ambayo ni haramu bila maana, wala hakuna mjadala hapo, au wamesimama wako bize na habari za siasa ambazo la yusmin wala yughni min ju'. Mazungumzo hayo yaliyomweka bize ya kuzungumzia masaili ya siasa au masaili ya mpira, wallahi hayampatii hata tonge lake moja la siku. Sio kwamba akiongelea masaili ya mbunge au MCA ama kiongozi fulani kuna bonus anapata, hakuna chochote. Wala sio kwamba akipigia gumzo ya habari za boli labda kuna bonus inaingia kwenye mpesa yake, hakuna lolote. Sasa la tushaghilu anfusakum bidhikri nnas, Waislamu hawatakiwi kujishughulisha na habari za watu, kwa sababu hiyo ni balaa. Walmar'u ma'a man ahabba, na siku zote mwanadamu yuko pamoja na anawapenda. Mpenzi wa magazeti ya siasa ni mpenzi wa siasa, mpenzi wa gazeti la Mwanaspoti kwa sababu ya taarifa za michezo ni mpenzi wa michezo. Si ajabu akaja kafuriwa mtu siku ya Kiyama na watu hao. Kwa hiyo alitakiwa huyu Muislamu ashikamane na utaji wa Allah, fa innahu rahma, kwa sababu hapo ndio kuna rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni maneno ya sahaba. Katika kuihesabu nafsi, usiwe bize na habari za watu ambazo hazikusaidii chochote, habari ambazo kwamba hazikulipii school fees za wanao, habari ambazo kwamba hazilipi madrasa fees za wanao, habari ambazo kwamba hazilipi rent ya nyumba unayoishi. Wewe uko bize na watu wa bodi, uko bize na siasa, na unasubiriwa na rent ya nyumba ambayo hautoipata kwa habari hizo. Lakini kwenye dhikrullah unapata rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anakufanyia wepesi kwenye maisha yako, unapata arzaki kwa njia nyepesi, unasimamisha life yako kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaikum bi dhikrillah. Umar Khattab anasema kuweni busy na utaji wa Mungu. Ima usome Qur'an sana, ima ulete istighfar, ama ulete tasbih na mfano wake. Kuwa busy Muislam kwa maneno yanayomhusu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hapo ndio kuna rehma za Allah kwenu.
min almuhasaba, miongoni mwa kujihesabu nafsi, anatakiwa mtu afanye marekebisho kwenye ibada zake. Waliziyadi min alkhair, kisha afanye pupa kuongeza a'malul khair, amali za khair. Leo umesali, ongeza na saumu za sunna. Tuko Muharram, kuna kuja siku ya Ashura, saumu ya Ashura. Unaweza ukafunga siku ya 9 na siku ya 10 na siku ya 11, au ukafunga siku ya 9 na ya 10, au ukafunga siku ya 10 peke yake. Kuna msamaha wa mwaka mzima kwenye siyamu yaum Ashura, siku ya 10 ya Muharram. Kuna msamaha wa dhambi za mwaka mzima. Alikuwa anatakiwa Muislamu yu ashajua tayari ni siku gani siku hiyo, ajiandae kwa saumu ya siku hiyo. Lakini labda tukauliza baada ya sala, siku ya Ashura itakuwa lini? Si ajabu ndio hapa ndio Muislamu anakumbuka, tuko Muharram saa hii, kumbe kuna kitu inaitwa Ashura. Kwa Muislamu anatakiwa kila siku awe anazidisha wema aliokuwa nao, istidrakan lilumr, kwa sababu ya kupatiliza umri wake. Umri tuliokuwa nao ni mfupi mno. Mtume anasema a'maru ummati, umri wa umma wangu ma baina 60 wa 70 au ila 70, ni baina miaka 60 au miaka 70. Wa qalilun man yatajawazu dhalik, na ni wachache sana wanaovuka 70 au wanaovuka 60. Kwa hiyo maadamu umri wetu ni mfupi, wenzetu waliishi miaka 500, miaka 300, miaka 900 na mfano wake. Hata wakati wa Nabii Musa alayhi salatu wasalam, katika njia zake anampata mama analia, eti amefiliwa na kijana wake. Anaulizwa, unalia nini? Mama anasema, mimi ninafiliwa na kijana wangu. Naam, ana umri gani kijana wako? Kataya miaka 300. Analia mtoto wake kafa mdogo, eti miaka 300. Mambo hapana bwana, kuna umma utakuja huko mbele kabisa, ni umma Muhammad. Wao hawafiki hapo kabisa. Katika watu wenye umri mfupi ni umma Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini hao waliopewa umri mfupi ndio ambao wanajenga dunia zaidi ya wale waliopewa umri mrefu. Haijakatazwa dunia tuijenge na akhira tuijenge. Katika umri huo mfupi inatakiwa Muislam apatilize amalu salihah kwa wingi, istidrakan lilumr, ili kufikia umri wake ulivyokuwa mchache. Ikijafunga ya kufuta dhambi za miaka 2, wallahi usikose funga hiyo ambayo ni Arafa, ambayo ni funga ya siku ya Arafa. Ikijafunga ya kufuta dhambi za mwaka mzima, usikose funga hiyo ambapo ni funga ya siku ya 10 katika mwezi wa Muharram. Na zikijafunga za siku ya 6 zile baada ya Ramadhani, ambazo ukizifunga unahesabiwa ni sawa na mtu aliyefunga mwaka mzima mfululizo. Ramadhani na ukiongeza na siku 6 ni sawia na kufunga mwaka mzima mfululizo. Muislamu asikose siku 6 baada ya Ramadhani na mfano wake. Miongoni mwa amali, Mtume anauliza, ayajizu ahadukum, hivi anashindwa mmoja wenu, ayaksiba kulla yawm, kujichumia kila siku, 1000 hasana, mema 1000. Hivi anashindwa mmoja wenu kuchuma kila siku mambo mema 1000, au yukhatu anhu 1000 khatia, ama afutiwe maovu 1000. Sahaba akauliza, bwana Rasulullah, mbona tusipate fadhila hiyo? Kawaambia, semeni subhanallah 100 marra, mara 100. Sema subhanallah kwa siku mara 100. Hii inatosheleza kupata ajri za mema 1000
au kasemewa maovu 1000. Leo dhikri hii tunaishi nayo. Muislamu kutoka asubuhi yake alipofikiwa na asubuhi akaamka mpaka inafikia wakati wake saa 2 usiku after salatu al-isha analala. Hivi subhanallah, amewahi kuitaja mara 100 ili apate mema 1000 ama afutwe maovu 1000? Kusudio ni kuongeza katika khair. Wastidadan lilmaut, na bidii yote hii Muislamu anafanya ni kwa sababu anajiandaa kwa safari ya mauti, anajiandaa kwa siku itakayofika. Na ikifika, wallahi haina mshawara kwamba uweke familia yako mshauriane, jamani mie bado masaa 2 nafa. Hiyo hakuna shekhi. Wa qalilun ma'ahum, wachache tu ndio Allah wapatia neema wakafahamu mpaka nyakati zao kwamba mimi ndani ya masaa 3 ajayo sioni kama niko. Na Kiswahili wake dada mmoja eneo la Ukunda hapa amegonjeka, mwisho anamwambia watu wake msipate tabu bwana, mie bado masaa 3 sipo. Eti bado masaa mangapi? Bado masaa 3 mie takuwa sipo tena hapa. Anatawadhi udhu wake, anasali sunna, anaingia chumbani kwake, anajituliza. Watu wako bize na gumzo zao za kifamilia. Mara mmoja anamwambia mwenzake, hebu kamwangalie mwenzetu vipi huko. Wallahi wanafika inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wakaangalia mshale wao wa saa na masali wasema yanaendana kabisa. Na habari hii almukhza ya huzuni, niliwahi kumuuliza mzee wangu swali la ajabu. Siku moja ilikuwa ni Shaabani 29, tumevuka na yeye mjini, tumefika posta pale, tumesimama baroda maeneo hayo. Nikamuuliza mzee, hii barabara ya kwenda nyumbani kwetu tulikozaliwa, saa acha huku, nyepesi ni ipi? Na nakujua vizuri nyumbani kwetu njia zote, lakini nikamuuliza barabara ile ya karibu ya haraka ya upesi ni gani? Kantajie barabara hiyo, na ndio barabara iliyotumiwa kumregesha kwao siku ya pili yake baada ya swali hili. Kwa ndugu zangu, inatakiwa Muislamu kila dakika yake ya umri wake ayuhasiba nafsahu, aidadisi nafsi yake, jambo gani imetanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala na jambo gani imechelewesha katika upande wa akhira. Mwenyezi Mungu anatueleza tena Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, enyi ambao kwamba mmepata imani ya Allah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi waumini, mcheni Allah. Walitanzur nafsun ma qaddamat lighad, kisha nafsi itazame, ijichambue imetanguliza nini kwa ajili ya kesho. Muislamu ametanguliza nini kwa ajili ya kesho? Mzee mmoja amefikiwa na nyakati za mwisho katika salafuna salih, wema waliotangulia. Nyakati zake za mwisho kabisa, alama za mauti zimedhihirika. Binti yake kando analia, anamuuliza mayubikiki, jambo gani nakuliza, unalia nini? Waqad khatamtu alqur'ana, na mimi nimehitimisha Qur'ani katika paa za nyumba hili 4000 mara 4000. Nimesoma khitamu za Qur'ani ndani ya nyumba hii mara 4000. Unalia nini? Kwa mtu aliyesoma Qur'ani kwa kiwango chote hicho,
hana shaka na Mola wake huyu. Sasa piga hesabu yako Muislamu, unaweza kuisoma Qur'ani kutoka mwanzo mpaka mwisho mara ngapi? Na ikiwa ni 1400 umesoma kwa miaka mingapi ili kufikisha hiyo? Kwa sababu anatakiwa Muislamu kwa siku 3 afanye khitamu moja. Yule ambaye kwamba ana upesi wa usomaji wa Qur'ani, kila siku 3 unakamilisha Qur'ani mara moja, ama kwa wiki mara moja, au kwa mwezi mara moja. Wale ambao wako bize kabisa, hawana wakati, anatakiwa Muislamu kwa mwezi ahitimishe Qur'ani mara moja, na ambaye wasaa nao kiasi, basi kwa wiki mara moja ahitimishe Qur'ani. Ama imeshindikana, basi ana spidi ya ajabu, siku 3 Qur'ani unahitimisha. Si hatusomi hivyo mpaka tufe, aitwe sasa mwalimu na wanafunzi wake au na marafiki zake, kila mmoja tupiwe juzuu yake. Wallahi asome anarukaruka aya, asome juzuu haikamiliki. Watu wanatupa tena juzuu pale chini, washamaliza dakika 15, watu waandaze chakula. Tasubiria hii? Tunasubiri hii Waislamu? Sasa Allah atuambia, enyi mlioamini, mcheni Allah, na kila mmoja atazame nafsi yake imetanguliza nini kwa ajili ya kesho akhera. Kabla uondoke duniani, una jambo gani ambalo umeshikilia la kwenda nalo akhera? Swala hii eka kando, Ramadhani eka kando. Mzee huyu anasema nimehitimisha Qur'ani mara 1400 ndani ya nyumba yangu hii. Hajasema swala yake, hajasema funga yake, anataja nini? Qur'ani. Wattaqullaha, kisha Mwenyezi Mungu anarejea tena kwenye aya hiyo hiyo, mcheni Allah. Inna Allah khabirun bima ta'malun, Mwenyezi Mungu ana habari ya yote mnaochuma, yote mnaotenda. Wallahu almu'in walmusaddiq. Ahibbai alkiram, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maneno ya sahaba Umar Khattab haya, anasema zihesabuni nafsi zenu kabla ifike siku ya kuhesabiwa. Itazame nafsi yako imetanguliza nini kwa Allah kabla ifike siku iulizwe. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wandhuru madha iddakhartum li anfusikum min al-a'mali salihah, kisha mtazame ni jambo gani mmeweka stock katika matendo mema ya kesho akhira. Umewekeza nini ya kesho akhira? Haya ni maneno ya Umar ibn Khattab ambayo Muislamu anatakiwa kuishi nayo, kwamba daima tujihesabu, tujitazame, na tuache kuangalia watu na kuhesabu watu. Maisha ya watu tuachie watu wenyewe. Sisi tuwe bize na nafsi zetu juu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwe bize kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Tuache tabia chuchuchuchu, sio wanaume au wanawake. Kila mmoja awe bize na maisha yake, bize na ibada yake, ahesabu nafsi yake na atazame ni kitu gani ametanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkuruhu yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa la dhikrullahi akbar.
wallahu ya'lamu ma tasna'un.